Mwanaume, ngoja leo nikushangaze kidogo. Kuna sababu moja tu ambayo itapelekea watu kukuita wewe ni mwanaume mnyanyasaji, mwanaume mwenye wivu na mwanaume usiyependa kuona mkeo anafanikiwa. Kuna sababu moja tu ambayo itapelekea watu kukusema wewe kwenye maneno ya aina hiyo. Na sababu hiyo ni pale utakapogundua kwamba mkeo anatembea na mfanyakazi mwenzie pale ofisini, au pale utakapogundua kwamba mkeo anatembea na bosi wake pale ofisini na ukaamua kumzuia mke wako kazi. Utaitwa ni mwanaume mwenye wivu usiyependa kuona mke wako anapata pesa pale ambapo utagundua kwamba umemfungulia mke wako biashara na mwenzako sasa hivi ameshaanza kuwa na mambo mengi. Pale utakapochukua maamuzi ya kufunga biashara kisha umwambie mkeo kaa nyumbani kwa sababu ya upendo ulionao, hiyo ndio itakuwa sababu ya watu kukuita wewe ni mwanaume mnyanyasaji usiyependa kuona mkeo ana maendeleo. Hiyo tu inatosha. Watu wengi wamekuwa wakifokasi kuwazungumzia wanaume kwamba hawapendi kuona wake zao wakipata pesa, lakini hawajui sababu ya wanaume kuwakataza wake zao kufanya kazi, lakini hawajui sababu ya wanaume kufunga biashara na kuambia wake zao kaeni nyumbani. Watu hawajui na hawataki kujua hilo. Wanachotaka kusema wao kwenye maisha yao yote ni kwamba wewe ni mwanaume mnyanyasaji, mwanaume mwenye wivu na usiyependa kuona maendeleo ya mke wako. Hivyo ndio utasemwa sana, kwa sababu wewe hausemi sababu ya kumwambia mke wako asifanye kazi. Hausemi sababu ya kufunga biashara na kumwambia mke wako kaa nyumbani. Sijui kwa nini dunia ya leo hii watu wanatuongelea sisi wanawake ni kama malaika. Hakuna mtu anayewaza wala kufikiria kwamba kama huyu mwanaume mwanzoni alimruhusu mkewe kufanya kazi kwa moyo mweupe, alifungua biashara kwa mtaji wake kisha akamweka mkewe, kwa nini huku mbele ameamua kukataa? Wanaume wengine wanauza vyumba vya biashara kwa bei za hasara, wanajumlisha vitu kwa bei za hasara, anamweka mke nyumbani. Watu hawajiulizi kwa nini mtu anakubali kuingia hasara. Kama yeye ni mtu ambaye hapendi kuona maendeleo ya mkewe, kwa nini alitoa mtaji wake akamfungulia mke wake biashara? Kama yeye hapendi kuona mkewe anapata pesa, kwa nini alimruhusu mke wake afanye kazi? Kwa nini mwanzo aliweza kuruhusu mke wake afanye hivyo na sasa hivi akakataa? Hakuna anayejiuliza. Jamani, hii dunia imejaa ukatili ambao mimi unanishangaza. Kwa nini watu tuteteane tu sisi pasipo kuangalia chanzo pia? Kwa nini mnapenda kuwaona wanaume ni kama wanyama tu jamani? Tunakuwa kama hatutendeani haki. Watu ni wengi, wanaume ni wengi ambao wamepitia masaibu mazito baada ya wake zao kwenda kazini na kwenye biashara. Ndio maana mwingine unakuta ni kwa sababu tu ameshindwa kumwacha mwanamke aende, anaamua kwanza kumdhibiti mke wake. Kwamba mke wangu sasa hivi kazini, wewe marufuku. Kwa sababu anakuwa ameshamuona huyu akili zake hazijakomaa, bora akae nyumbani. Mwingine amefungua biashara kabisa kwa pesa zake, lakini baadaye amegundua kuna utofauti mkubwa juu ya mkewe, anaamua kusema mke wangu kaa nyumbani. Lakini hakuna mtu anayetaka kujua huo ukweli. Mnataka kufocus tu mbele ya macho ya watu, tukae tuseme wanaume ni wanyanyasaji, wasiopenda maendeleo ya wake zao, ni watu wenye wivu, hawataki kuona wanawake wanamiliki chochote kwenye maisha yao. Sio kweli. Inafikia hatua mwanaume anaamua hayo maamuzi kwa sababu ameshaona kuna changamoto. Kiko kitu ambacho yeye ameona kinaleta shida. Lakini wewe unakaa leo hii unaanza kusema mwanaume huyo ni kwa sababu ni mnyanyasaji, hapendi kuona sijui mke wake anapata pesa, hapendi sijui kuona nini na nini. Watu wana mambo mengi. Hivi mnafikiri wanaume wangekuwa nasema kila jambo ambalo wanalipitia, mngekuwa mna ujasiri wa kusema hivyo? Mngekuwa mna ujasiri wa kusema wanaume hawapendi maendeleo ya wanawake? Mwanaume anaweza akapenda sana mkewe awe na kapesa kake, akijua katamsaidia kwa ajili ya kujinunulia nguo, kujinunulia nini, lakini mwisho wa siku hiyo pesa inaleta kiburi kwa mke. Mwisho wa siku mke anaacha kumheshimu mume wake. Sasa unakuta mwanaume huyu anampenda mke wake, hana namna. Anaamua kumnyang'anya biashara mke wake kwamba kama hii ndio inampa jeuri, bora nifunge akae nyumbani. Mtu anaamua kumwambia mke wake acha kazi, kaa nyumbani kwa sababu ameiona changamoto. Lakini sisi kwenye stori zetu za jaba sasa, huyo mwanaume ni mnyanyasaji, huyo ni mwanaume mwenye wivu, huyo ni mwanaume asiyependa maendeleo ya mke. Kwa hiyo yeye mwanaume hapa duniani ameumbwa tu kwa ajili ya kuja kumnyonya mwanamke. Ndio kitu ambacho mwanaume ameumbiwa nacho hapa duniani. Hana jambo lingine ambalo analiwaza.
tusiwe wa binafsi. Unapoongelea kitu kwenye upande fulani, chagua, yani fikiria pande zote mbili, waza. Tatizo moja ni kwamba kwenye jamii yetu watu wameaminishana kwamba wanaume ndio wakorofi pekee. Wanaume ndio watu ambao wanawapitisha wanawake kwenye changamoto ndani ya ndoa pekee. Yaani watu hawafikirii upande wa wanaume, kama wanaume kuna mambo yao wanayopitia, ni vile hawawezi kusema. Jamani, wanaume hawasemi. Mngepata nafasi ya kukaa hata kwenye nafasi yangu hii, mimi sidhani kama kuna wanawake ambao mngekuwa mnaongea kwa ujasiri kwamba mwanaume akimkataza mke wake biashara ana wivu wa maendeleo. Sidhani kama mngekuwa mnaongea kwa ujasiri. Mimi nilikuja kujifunza mambo makubwa baada ya kuona kumbe wanaume nao wanapitia changamoto nzito. Hawana pa kusemea. Mtu anakubali amevikwa cheo cha kuitwa yeye ni mnyanyasaji, asiyependa maendeleo ya mke wake, hataki kumwona mke wake ana pesa, sijui nini, ananyamaza, anasikitika tu. Lakini rohoni anasema mngejua kitu kinachoendelea, maumivu niliyoyabeba msingesema. Mwanaume anatamani aseme hivi, nyinyi mnajua maumivu niliyoyabeba kuhusu huyo mwanamke? Mtu amemkamata mkewe anamsaliti na mfanyakazi mwenzie kazini au na bosi wa pale kazini, amesamehe. Amemkataza mke wake kazi, amemfungia nyumbani, amesamehe lile kosa la usaliti. Hapo alipo anatembea na maumivu, anajuta hata kumruhusu mke wake afanye kazi. Mwanaume amefungua biashara, imeonekana biashara imeleta shida kwa mke wake, mke ameanza kuisaliti ndoa, amefunga biashara, ameingia hasara, na hapo alipo bado ana maumivu ya kusalitiwa na mkewe. Lakini vipi kuhusu wewe mwenzangu ambaye unajitokeza tu kisha uanze kusema wanaume hawapendi maendeleo ya wanawake, wanaume wanapenda kuwaona wanawake sijui anafanyeje? Sijajua shida iko wapi. Haya ni matatizo ya kujiona sisi tuko perfect sana. Hizi ndio athari zake, kujiona kama sisi wanawake ni wakamilifu mno. Wanaume wanapitia changamoto kwenye ndoa zao, ni siri, watu hawasemi. Watu wangepewa hata dakika 2 wawekewe viti hapa, wanaume waeleze yaliyowakuta, kila mtu angeshangaa. Watu mngeanza kuogopana hapa. Watu mkiona kuna mambo yametokea kwa wanawake wenzenu, msingekuwa mnatetea tu, mngeanza kujiuliza na maswali pia. Jamani, wanaume sio wenda wazimu. Wanaume sio watu waliochanganyikiwa. Wanaume sio watu wenye roho mbaya kiasi hicho. Tupunguze hukumu kwa hawa watu jamani. Wanapitia mambo mazito. Wewe fikiria mtu anatenga mtaji wake, anamfungulia mke wake biashara, anaenda kuibiwa mke kazini. Kwa maumivu makali anafunga biashara, anaingia hasara. Vitu vyote anajumlisha kwa bei ya hasara, na bado mke aliyemsaliti anamrudisha nyumbani kwake. Fikiria, ungelikuwa wewe ungeweza? Mwanaume anamruhusu mkewe kwa moyo wote, mke wangu kafanye kazi. Mke anafika anaanza kutembea na mfanyakazi mwenzie. Mke anafika anaanza kutembea na bosi wake. Mwanaume kwa maumivu makali anaamua kumwambia mke wangu usiende kazini. Anamlinda, amekuwa kama mtumwa kwa mke. Anamrudisha nyumbani, anamwambia kaa hapa nyumbani. Lakini watu tunaona kwa macho ya nje, wanaume ni wanyanyasaji, hawapendi kuona maendeleo ya wanawake, hawapendi kuona sijui nini. Mimi huwa naangalia sana, nasema ni vile tu mambo mengi ya wanaume yako gizani. Watu wengi hawafahamu kwamba na sisi wanawake tunafanya nini kwa waume zetu. Mwanaume aliyekubali mwanzo mkewe afanye kazi, mwanaume aliyekubali mwanzo mkewe afanye kazi, alimruhusu kwa moyo mmoja. Mwanaume yule ambaye alikubali kutenga mtaji wake, kwenye pesa yake alikata kiasi cha pesa, akamfungulia mke wake ofisi. Leo hii ndio huyo anayesemwa kwamba ana roho ya wivu kwa mkewe. Hivi tunaongeaga vitu tukiwa tunafikiria nini? Akili zetu huwa zinawaza nini? Mwanaume ambaye amekubali kutenga milioni 2, milioni 3, milioni 4 akamfungulia mkewe ofisi, leo hii hapendi mke wake apate pesa. Mwanaume ambaye alikubali mkewe aende kufanya kazi, ofisi ilikuwa ina ratiba ngumu, familia ilikuwa inakaa kama haina mama, alikubali, leo hii ana roho mbaya alipomwambia mkewe usiende kazini. Kwa nini tunafikiria kwenye upande tu wa kwamba mwanaume ana roho mbaya? Kwa nini hatufikirii kwamba wanawake wenzetu kuna vitu wanavyovifanya? Jamani, sisi wanawake sio wakamilifu. Jamani, sisi wanawake sio malaika. Jamani, unavyoongea usiisemee nafsi ya mwenzio, isemee nafsi yako. Usikae tu ukaanza kuwasemea wanaume wote kwamba sijui wanaume wana roho mbaya, hawapendi kuona wake zao wakifanikiwa. Wewe hujui siri za maisha ya watu. Mimi hivyo vitu navikataa kabisa kwenye maisha yangu, na sitaki hata siku moja nije nianze kujaji vitu kwa mihemko ya kijinsia. Siji kukaa kwenye huo upande. Maisha yana changamoto, maisha yana siri nyingi, watu wanalia. Watu hawajawahi kuona wanaume wakilia, lakini mimi nimewahi shuhudia wanaume wakilia. Sio nimeshuhudia, naendelea kushuhudia mpaka leo. Wanaume wakilia kwa mambo ya wake zao, lakini hawasemi kwa mtu. Mtu anakwambia, anasema dada, nimekwambia tu wewe. Sijawaambia hata watu wangu wa karibu.
Watu wanalia, wanaume wanajuta. Ile siku aliyosema mke wangu kafanye kazi, ndio anaona siku ambayo alifanya upumbavu kwenye maisha yake, kwa sababu mke amemgeuka. Mke wake sio yule, usaliti umeingia. Mke amevimba, kichwa kimejaa. Mke amekuwa kiburi, mke amekuwa asikii. Leo hii mwanaume kwa lengo zuri la upendo anamwambia mkewe kaa nyumbani. Wanaume ni wanyanyasaji, hawapendi kuona wake zao wakipata pesa, hawapendi kuona wake zao sijui anapata nini. Mimi huwa nawaangalia sana. Kwa nini mna tabia kujiona nyinyi wanawake wote ni wakamilifu? Katika kitu ambacho unatakiwa kukiweka kama mwiko kwenye maisha yako ni kuzungumzia vitu kwa mihemko ya kijinsia. Hii karne tuliofika leo sio karne ile. Sasa hivi wanaume wanalia na mambo ya wanawake, lakini hawawezi kusema. Watu wanakufa na pressure, watu wanakufa na visukari, sababu ni wake zao. Hawajasema kwa mtu amekufa na siri yake. Kwa nini mnataka kuiaminisha dunia kwamba wanaume wao walikuja hapa duniani kwa ajili ya kuwaweka wanawake wao watumwa kwao? Kwa nini huwa hatufikirii mambo mengine? Kama mwanaume alimpenda mke wake, kama mwanaume alimfungulia biashara mke wake kwa upendo, leo hii amegeuka kuwa na roho mbaya pale ambapo amemwambia mke wangu kaa nyumbani. Wewe unayezungumza, unajua sababu ya mwanaume kumkataza mke wake kufanya kazi? Kuna wanawake wanajijua kabisa, sisi kuna mambo tuliyoyafanya ndio maana wanaume zetu walisema kaa nyumbani. Lakini akifika kwako atakwambia. Hata ungekuwa wewe utamwambia mtu kwamba ulifanya usaliti ndio maana mume wako alikukataza kufanya kazi? Hata ungekuwa wewe ungemwambia mtu kwamba mumeo alinyang'anya ofisi akaiuza kwa bei ya hasara kwa sababu wewe ulikuwa na mchepuko huko kazini? Utamwambia mtu vitu kama hivyo? Huwezi kusema. Huwezi kusema. Tuwe na roho ya ubinadamu pale ambapo tunajadili vitu. Maisha ya ndoa hayana mwenyewe, maisha ya ndoa hayana jinsia. Wanaume ni watu ambao wanaficha mambo mengi sana vifuani mwao. Yaani wangeamua tu kukaa wazi waseme mambo anayoyapitia, watu tungeshangaa hapa. Ndio maana mimi huwa nashangaa mtu anapokuja kwenye video zangu anaanza kucomment, huyu naye anawatetea wanaume, huyu naye anafanya nini? Huwa naangalia tu kwa sababu mimi najua ni nini ninachokifanya. Mimi sio mwenda wazimu, sijachanganyikiwa, naelewa ninachokifanya. Najua mimi nina mambo mengi ambayo nayapitia, ambayo nayaona kwa wanaume. Watu wanapitia mambo ya ajabu. Ningekuwa ninasimulia kila story ya mtu hapa, sidhani kama mtu ambaye yuko kwenye peji yangu mpaka leo angekuwa anaamini kwamba wanaume ni watu wenye roho mbaya kiasi hicho. Ni vile tu vitu vingi huwa vinaishia huko private, tunavijadili private, tunavimalizia huko. Nakwambia kama wewe ni mwanamke mwenye akili timamu, hebu acha mihemko ya kijinsia. Acha kabisa hivyo vitu. Achana kabisa na hizo stories za watu unazozisikia wanazileta. Oh, wanaume wanapenda kuwanyonya wanawake sijui nini na nini. Wewe acha hizo story. Acha hizo story, acha kabisa. Haya maisha tusiongee sana. Haya maisha tusinyoshiane vidole sana kwa sababu ya jinsia zetu. Maisha yana siri. Watu ni nyoka wamekaa hapa wanajifanya wao ni watu wazuri, lakini mambo waliowafanyia waume zao hapa, mume akichukua kiti akaya kusimulia hapa, utamuogopa huyo mwanamke. Lakini akitokea hapa uweze kumfikiria. Watu wanafanya mambo ambayo hata ukikaa ukamwangalia mwanamke mwenyewe huwazi hata kama ana hizo tabia. Mimi naendelea tu kuwashangaa watu ambao sasa hivi kizazi cha leo bado wanajadili kwamba wanaume wananyanyasa wanawake tu sijui nini. Hatuoni watu wakijadili kuhusu wanaume. Wanaume wanaonekana ni kama hakuna wanavyovipitia. Hakuna watu ambao wanapitia mambo magumu sasa hivi kama wanaume. Na ugumu huo unatokana na kwamba wao wanaficha mambo yao, hawasemi. Ndio inasababisha wanajajiwa kwa mihemko. Mtu anakaa tu pale, wanaume hawapendi maendeleo ya mwanamke sijui nini na nini. Mtu anajieleza kabisa. Na wanawake wamejaa pale wanaunga mkono, hawajui hata wanachokiongea. Kamwe usizungumzie nafsi ya mtu mwingine kwenye maisha yako. Kamwe usije ukakaa uanze kumuongelea mtu mwingine. Oh, sisi wanawake tuko hivi. Umeshasema sisi. Jitoe kwenye sisi, jiweke mimi. Jielezee wewe, usielezee watu wengine. Watu wanafanya mambo ya ajabu ambayo huwezi ukafikiria wala ukaamini hata ukiambiwa. Ukiona mwanaume amemkataza mke wake kufanya kazi, usije ukafikiri kwamba pengine alikuwa na nia mbaya tu, ana wivu tu, ana nini tu. Sio hivyo tu. Vitu ni vingi. Ukiona mwanaume ameamua kufunga biashara, amemwambia mke kaa nyumbani, usifikiri aliamua tu, ana maumivu pale alipo. Lakini anapita anashangaa nyinyi, wanaume wanyanyasaji, wasiopenda kuona wake zao wanapata kazi, wasiopenda kuona nini. Mimi nasema shauri zenu. Nyie mnafikiri tuko kizazi cha 90 huko, vizazi vya mama zetu huko. Tulishatoka. Sasa hivi hiki ni kizazi cha Gen Z. Mambo yameshakuwa mengi. Sasa hivi watu sio wa kuaminiana tena. Wewe kama utaendelea kujaji watu kwa miemko ya kijinsia, shauri yako, lakini mimi nimekwambia watu wanapitia mambo mengi. Ni vile hawana sehemu ya kusemea. Hata wangesema hapa, wote mngeshangaa.